Kwenye hii mechi ambayo tunaenda kushuhudia Simba Mnyama kutoka Tanzania akienda kucheza kwenye hatua fainali ya kwanza kabisa ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, miongoni mwa marefari ambao wataenda kuchezesha, kwa maana pirato wa hii mechi ni mwamba mmoja wa kuitwa Pierre Gisrain Atcho kutoka kule Gabon. Huyu ni refari wa kati, miongoni mwa marefari ambao wanachipukia na wanaonyesha uwezo mkubwa sana katika kutoa maamuzi ya dakika 90. Ni refari ambaye alizaliwa tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 1992. Ana takriban miaka 32 kwa mjibu wa kile ambacho kinazungumza, lakini pia kwa uhalisia wa miaka yake. Lakini tukiachana na miaka yake, tukija kwenye kazi yake ambayo anaenda kuifanya, ambayo tutaenda kuiona kwenye mechi dhidi ya Simba, huyu ni mwamuzi ambaye amechipukia around 2017, 18, 19. Hii ndio miaka ambayo alianza kuaminiwa na shirikisho la kandanda barani Afrika, kwa maana CAF, kupewa kibarua ama majukumu mazito ya kuamua mechi ambazo zinatazamwa bara zima. Lakini huyu ni refari ambaye sio mara ya kwanza kuchezesha hii michuano. Ni miongoni mwa refari ambao amechezesha takriban mechi 24, mechi rasmi za CAF, mechi 24 kwenye mashindano yote, iwe ya kufuzu kombe la dunia, iwe ya kufuzu mataifa Afrika, iwe ngazi ya klabu, lakini mechi 24. Katika mechi 24 ambazo amechezesha, mwamba Pierre amefanikiwa kutoa kadi za njano takriban 101, ndio kadi za njano ambazo amezitoa, lakini ametoa kadi za njano, kadi nyekundu 2, lakini kwenye michuano ya ngazi ya klabu ametoa kadi nyekundu 1 tu ambayo ameitoa. Kwenye ngazi ya michuano ya taifa ametoa kadi nyekundu 1. Huyu ni miongoni mwa marefari ambao wamekuwa na ubora mkubwa. Ndani ya miezi 12 ya mwisho hii amechezesha takribani michezo 8 rasmi ya CAF. Ni miongoni mwa marefari ambao amekuwa na uwezo mkubwa kweli kweli. Huyu ni miongoni mwa marefari ambao kwa wale ambao wanafuatilia vizuri sio mgeni sana wakati ambapo anachezesha mechi ya Simba ama kwenye mechi za Simba. Nakumbuka ilikuwa around tarehe 29 mwaka 2020, mwaka ilikuwa 2023, kitu kama hicho, wakati ambapo Simba anacheza na kikosi cha Wydad Casablanca. Huyu ndo refari ambaye alikuwa katikati, na ile mechi Simba alishinda goli 2-0, mechi ambayo Simba alicheza katika uwanja wa nyumbani, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa wale ambao wanakumbukumbu vizuri, magoli yote mawili yalifungwa na Wile Somba Onana, kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Simba ambaye alitokea Rayon Sport ya Rwanda akiwa MVP, akaja kwenye kikosi cha Simba na akaondoka hatimaye. Huyu ndo alifunga magoli mawili kwenye hii mechi ambayo refari Pierre Atcho alichezesha. Lakini huyu ni refari ambaye pia ameshawahi kuchezesha mechi nyingi. Kwa wale ambao walifanikiwa kutazama michuano ya AFCON, michuano ambayo ilifanyika 2023 kule Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, huyu ni miongoni mwa refari ambaye alichezesha mechi ya timu ya taifa na Ghana na Misri, mechi ambayo ilitamatika kwa sare ya goli 2-2, ikaenda kwenye mikojo penalti. Lakini pia huyu ni refari ambaye alichezesha mechi dhidi ya kikosi cha Ivory Coast ambao walikuwa wanacheza na Simba wa Teranga. Simba wa Teranga ni timu ya taifa ya Senegali, kwa alichezesha ile mechi, na miongoni mwa mechi ambazo alipata ukosoaji mkubwa kutoka kwenye mamlaka, lakini pia hata kwa wadau wa soka. Inakumbukwa ilibidi atoe adhabu, kadi nyekundu kwa Sadio Mane, hakutoa. Lakini pia alikuja kutoa penati kwa mwenyeji, kwa maana the Elephant ama Ivory Coast alitoa penati, ambapo mwishoni tukaona Ivory Coast anafanikiwa kuchinga kwenye hatua ambayo inafuata. Toka pale akawa amepitia wakati mgumu kidogo kutokana na maamuzi ambayo aliyafanya. Lakini huyu sio refari mgeni kwenye hii michuano. Ni refari ambaye kwa wale ambao tumefuatia vizuri michuano hii msimu huu ya kombe la shirikisho, lakini pia klabu bingwa, huyu alichezesha mechi ile ya robo finali kati ya kikosi cha Al Ahly kutoka Misri dhidi ya kikosi cha Al Hilal, mechi ambayo ilichezwa katika taifa la Mauritania, Al Hilal akiwa mwenyeji. Al Hilal alipasuka goli 1-0, na kwenye hii mechi alitoa kadi ya njano kwa Imam Ashur, mchezaji wa kikosi cha Al Ahly ya kule Misri. Lakini pia alichezesha kwenye hii michuano mechi kati ya Enyimba dhidi ya kikosi cha Zamalek, hatua ya group stage katika kombe la shirikisho barani Afrika. Hii michuano hii
ambayo anaenda kuchezesha kwenye hatua finali ndio yeye alichezesha, ambapo Zamalek alibuka na ushindi akiwa katika uwanja wake wa nyumbani. Lakini sio hivyo tu, huyu amewahi kuchezesha pia mechi ya kufuzu kombe la dunia. Ilikuwa ni mechi ya South Africa na Uganda, ilitoka kwa sare goli 2-2. Lakini pia alichezesha mechi, nakumbuka ilikuwa ni mechi ya Mozambique na Uganda pia amewahi kuchezesha huyu referee. Uganda alipigwa goli 3-1. Lakini pia miongoni mwa mechi ambazo amechezesha ilikuwa ni mechi ya Niger na Angola. Amechezesha huyu referee kwa miaka hivi karibuni, hasa tunazungumza miezi 12. Lakini pia miongoni mwa mechi ambayo Mwamba amechezesha, tukiachana na hizo mechi, ni mechi nyingi kweli kweli ambazo amezichezesha, ikiwemo mechi ya Al Ahly kama ambavyo nimezungumza. Lakini pia Mamelodi na Raja Casablanca ni miongoni mwa mechi ambazo amezichezesha. Kwa huyu ndo Pierre ambaye anaenda kuwa Pirato kwenye hii mechi ya Simba dhidi ya kikosi cha RS Berkane kutoka pale Morocco, au wanafahamika The Orange. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wataenda kuamua hatima kwenye mechi ya kwanza kabisa. Na huyu anatoka UNIFAC kwa maana ni ule ukanda wa kati, kwa sababu CAF ina zoni zake, ina zoni takribani 6. Kuna Sekafa, Kosafa, lakini pia kuna UNAF, UNIFAC, yeye kuna wafu A, kuna wafu B. Kwa yeye atoka ukanda wa kati. Kumbukwe Simba hawatoki ukanda huo, wao wanatoka zao Sekafa. Lakini pia tukitazama kwa upande wa RS Berkane wanatoka kule UNAF. Kwa huyu ni miongoni mwa marefari ambao wameteuliwa kuja kuhakikisha kwamba anakuja kutoa maamuzi ama anakuja kusimamia zile sheria 17 za kandanda duniani, kwa maana sheria za FIFA. Kwa huyu ndo mtu ambaye amebeba hatima za dakika 90 kwenye huu mchezo. Tukutakie wakati mwingine, pia tutakuwa na mambo mengi ya kuzungumza. Tukutakie ufuatiliaji mwema wa mitandao yetu ya kijamii. Chao. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta? Vipi pampu za kuvuta maji washakuibia sana? Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo fundi pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka guta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, generator, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo fundi pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo fundi pikipiki kutoka Kasunga Company Limited, anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.